Mheshimiwa Spika, ninasimama kwa kanuni namba 79, lakini pia nasimama kama makamu mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwepo na taharuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na maandamano ambayo yanasemwa kupangwa na watu wasiofahamika hapa nchini. Taharuki hiyo, Mheshimiwa Spika, inaonekana kuwakumba hata watu katika mitaa na vijiji mbalimbali katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, je, swala hili serikali inalifahamu? Na iwapo serikali inalifahamu swala hili, je, inachukua hatua gani ili kuwahakikishia Watanzania usalama wao pamoja na mali zao? Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Waziri wa Mambo ya Ndani, mwongozi nakupa wewe. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi ambayo umenipatia kujibu au kutoa hoja ya serikali juu ya mwongozo ambao umeombwa na Mheshimiwa Mbunge Pascal Chinyeri. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba mpaka sasa nchi yetu iko salama. Hali ya nchi yetu ni tulivu na amani ipo kila mahali. Isipokuwa, Mheshimiwa Spika, zipo taarifa mbalimbali ambazo zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Wapo baadhi ya watu wanatumia vibaya mitandao ya kijamii, Mheshimiwa Spika, na kuzua taharuki. Wapo wanaosema kutakuwa na maandamano, na maandamano yenyewe sababu hazitajwi, lakini hata wale ambao wamejaribu kutaja sababu ni zile ambazo serikali imekwisha kutolea suluhisho, mojawapo likiwa la katiba mpya, ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hatua mbalimbali zimekwisha kupangwa za kiserikali katika namna ya kuliendea jambo hilo. Lakini yapo maelezo mengine ambayo kimsingi yamekuwa ni ya kichochezi tu, yanafanywa na watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa, Mheshimiwa Spika, kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Moja ya hatua ambazo tumeendelea kuzichukua ni kwamba jambo la ulinzi na usalama wa nchi yetu, dhamana hiyo tumepewa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mujibu wa katiba, maintaining order, peace and tranquility, kuhakikisha kuna amani, utulivu na utii wa sheria. Na jukumu hili, Mheshimiwa Spika, ambalo tumepewa, tumekwisha kuanza kufuatilia viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani kwa yoyote ambaye anapanga kuvuruga amani ya nchi hii kupitia mitandao ya kijamii au moja kwa moja katika jamii yetu. Tumeanza kufanya na kuchukua hatua juu ya maeneo ambayo yamepelekea kuleta matishio ya amani. Moja ya maeneo hayo, Mheshimiwa Spika, yamekuwa tukiyashuhudia kwenye mikusanyiko mbalimbali ya watu ambao wamekuwa kutoa taarifa zinazohusiana na kuvunja amani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Polisi Tanzania siku 3 zilizopita lilitoa tamko la juu ya hali ya usalama kuwa ni shwari, lakini litahadharisha watu ambao wamekusudia kufanya uhalifu wa kupanga au kuandaa maandamano yasiyoruhusiwa kisheria. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, kupitia nafasi hii, moja ni waelekezi na kumwagiza IGP Camillus Wambura atoe maelekezo kwa ma-RPC wote nchini katika mikoa, ambayo yatashuka kwa wakuu wa polisi wilaya mpaka kwenye polisi kata, kuanza kufanya uratibu wa mipango ya kiusalama ambayo tunayo, lakini kuimarisha zaidi
mipango ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama katika kila eneo, kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji mpaka kwenye kata na mitaa katika kipindi chote cha nchi yetu, katika shughuli mbalimbali ambazo pia zinakusudiwa kufanyika. Hivi karibuni tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa, Mheshimiwa Spika, wa katika maonyesho ya Sabasaba, ambapo tunatarajia kupata wageni kutoka nchi mbalimbali. Katika kipindi hiki ndicho ambacho kinatusaidia kujijumuisha katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa katika kipindi hiki ambacho kuna chokochoko hizi, hatutaweza kumvumilia mtu yoyote kimsingi ambaye atafanya vurugu za aina yoyote. Kwa Mheshimiwa Spika, bado pia katika masuala ya taarifa ambazo zimekuwa zitokea kwenye masuala ya uhalifu, tutaanza kuanzia kesho kuwahoji watu mbalimbali ambao wamekuwa waziwazi na ushahidi na vielelezo wakichochea uvunjaji wa amani katika taifa letu, kufanya vurugu. Tunazo klipu za video ambazo wamezungumza kwenye platform mbalimbali za mitandao. Tunao ushahidi ambao tumeukusanya wa watu, primary evidence za eyewitness na wale waliosikia zipo, na tuna huo ushahidi. Mheshimiwa Spika, kuanzia kesho na muagiza IGP Wambura tuanze kuwaita hao watu na kuwahoji, na wale ambao vielelezo na ushahidi wao uko dhahiri tutawafikisha mahakamani. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo hatutamfumbia macho mtu wa aina yoyote. Wapo wengine ambao wanafadhili uhalifu. Mheshimiwa Spika, hatuko tayari kurudi tena kwenye mambo ambayo yametweza na kuharibu rasilimali za nchi yetu. Hatuwezi kuruhusu watu wetu waumizwe, hatuwezi kuruhusu biashara zisimame, hatuwezi kuruhusu shughuli za kiuchumi zisimame. Mheshimiwa Spika, katika hili Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu na kuhakikishia Mheshimiwa Spika, kama itatokea kuna mtu ambaye anadhani yeye yuko juu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 30 kwamba atavunja na haki yake ni ya msingi kuliko haki za wengine, huyo Mheshimiwa Spika tutahitaji kumfikisha mbele ya mahakama akajibu mashtaka hayo. Kama kuna mtu Mheshimiwa Spika anadhani hana wajibu ambao umetajwa kwenye ibara ya 27 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajibu wa kila mwananchi kuilinda nchi yake, kulinda usalama wa wengine, mali za wengine na kulinda taifa lake, mtu yeyote pia asiyetimiza wajibu, kwa sababu kwenye sheria act or omission kwa mtu atakayetenda au atakayeacha kutenda kuzuia tendo la uhalifu, nao pia hao Mheshimiwa Spika, na kuhakikishia tutachukua sheria. Niwakumbushe na kutoa rai Mheshimiwa Spika kwamba tunayo sheria, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Nchi hii ni ya kidemokrasia na inayofuata misingi ya utawala wa sheria, haki za binadamu, na inaheshimu misingi yote ya utawala bora. Kwa sababu tunayo katiba ya Watanzania wote, na kwa sababu tunayo sheria ya kanuni za adhabu inahusika kwa Watanzania wote, bila kujali ni tajiri au maskini, bila kujali hali au mahali anapotoka, bila kujali hadhi au heshima, hata kama uwe na nafasi, huna nafasi, unawajibika kufuata na kutii sheria. Kwa hiyo hatutavumilia Mheshimiwa Spika kwa yoyote yule ambaye atavunja sheria za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu.